vita vya kiroho ni vita ambavyo vinapiganwa kwenye ulimwengu wa roho baina ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Narudia tena, ni vita vinavyopiganwa kwenye ulimwengu wa roho baina ya ulimwengu wa giza na ulimwengu wa Mungu au ulimwengu wa nuru. So hivi ni vita ambavyo kuna pande mbili zinashindana, kuna pande mbili zinaendelea kushindana. Ndio anazungumza hapa mtumishi wa Mungu kwenye kitabu cha Waefeso 6:12 kwamba sisi vita vyetu sisi si katika damu na nyama. Kumbe vita tunavyo, lakini si katika damu na nyama. So kwenye ulimwengu wa roho, maadamu wewe unaishi hapa duniani, jambo linaloitwa vita ni jambo lisiloepukika kwenye maisha yako. Unakubali, unakataa, unapenda au pendi, maadamu unaishi hapa duniani lazima vita utakutana nayo. Na hapa ndiko napenda sana anazungumza Yesu Kristo kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12, anasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Hii dunia ili uweze kushinda, ili uweze kusurvive, unahitaji kuwa na nguvu. You need the power. Kwa sababu gani? Vita vipo. So ili uweze kusurvive lazima ujue hiyo vita, ujue chanzo chake, ujue kinapigwa na vipi, namna gani ya kushinda. So jambo la kwanza ujue nini maana vita vya kiroho. Vita vya kiroho ni vita vinavyopiganwa kwenye ulimwengu wa roho kati ya ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. So maadamu umeokoka, wewe unamjua Kristo Yesu, unamwamini Mungu aliye hai, lazima vita ni kawaida kwenye maisha yako. So unaweza kukutana na vita kwenye biashara yako, vita kwenye kazi yako, vita kwenye elimu yako, vita kwenye uzao wako, vita kwenye ndoa yako. Sasa lazima ujue hivi vita, kwamba hivi vita havipiganwi kwenye ulimwengu wa nyama, vinapiganwa kwenye ulimwengu wa roho. Watu wengi kuna vita wanapoziona kwenye ndoa zao, kwenye biashara zao, wao wanachukua maamuzi ya kupigana kwenye ulimwengu wa nyama. Kumbe vita vya kiroho havipiganwi kwenye ulimwengu wa nyama, vinapiganwa kwenye ulimwengu wa roho.